Mbona kwema? Kwema. Vizuri kabisa. Niko vizuri za majukumu. Namshukuru Mungu sijui. Mimi niko poa. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile kuwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwa maana ya Global na Sam Media kwa namna ambavyo mmeweza kushiriki mwanzo mpaka mwisho katika mkutano wangu leo wa hadhara. Mkutano ambao lengo na makusudio yake ilikuwa ni kufanya kampeni kwa wagombea wa nafasi ya urais, upande wa ubunge, lakini vile vile kwa nafasi ya udiwani. Kama tunavyofahamu, tangu tarehe 28 mwezi Septemba tulianza kampeni. Na kampeni hizi sisi Chama cha Mapinduzi tulifungua katika viwanja vya Tanganyika Packers, na baada ya hapo tukawa tuna uhuru sasa wa wagombea wa nafasi za ubunge na wagombea wa nafasi za udiwani kwa ajili ya kunadi sera za Chama cha Mapinduzi, hususan kupitia ilani yake ya uchaguzi ya 2025 2030. Kama mnavyofahamu, Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa, obviously kinapanga mambo makubwa. Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake kina mambo mengi makubwa ya kitaifa, lakini kuna mambo ya kimajimbo, lakini kuna mambo ya kupitia kata zake. Mimi kama mwakilishi wa wananchi katika kata Ilala kwa kipindi cha 2025, na sasa nimepewa ridhaa na chama changu kwa maana ya Chama cha Mapinduzi kupeperusha bendera kwa nafasi ya udiwani katika kata yetu hii ya Ilala. Mchakato wa uchaguzi unakaribia, na kama unakaribia hivyo sasa hivi Chama cha Mapinduzi kimeshika kasi kwa ajili ya kuhitimisha kampeni zake katika maeneo mbalimbali. Mimi leo nilikuwa na mkutano wa hadhara kama nilivyosema hapo awali, na mkutano huu ulikuwa ni ule wa kuelezea shughuli mbalimbali zilizofanyika katika kata yetu ya Ilala kwa kipindi cha 2020-2025, lakini vile vile kuelezea yale ambayo tutakwenda kuyafanya kwa kipindi hiki cha 2025 na 2030 kupitia ilani yetu ya mwaka huu ya 2025-2030. Kata yetu sisi tuna mipango au mikakati ambayo tumekusudia kupitia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ambayo tunapaswa kuelezea. Na mipango hiyo nilipopata fursa ya kuomba kula katika mkutano wa hadhara nimeelezea kwa kifupi, kwa sababu bado muda nao kwa ajili ya kuendelea kuomba kula. Pamoja na kampeni za mikutano ya nje, mimi huwa nafanya mikutano pia vikao vya ndani na mikutano ya nyumba kwa nyumba, kona kwa kona, tobo kwa tobo, kuhakikisha tunawafikia wapiga kula wengi katika kata yetu ya Ilala. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinapoahidi huwa kinatekeleza. Ndio maana mimi nikaja na kauli mbiu yangu, zilongwa zitendwa, kwa sababu sisi kwa upande wetu wazalamu tunapenda kuahidi na kutekeleza, yani kutoa ahadi na mwisho wa siku kufanikisha ile ahadi ambayo umetekeleza. Kwa hiyo hapo ambapo tuliahidi na tumeyafanya, na sasa tumeahidi tunaenda kuyafanya. Kwa hiyo mimi nishukuru sana waandishi wa habari kwa namna ambavyo mnafuatilizia taarifa mikutano ya hadhara ya katika kata, ya katika majimbo, lakini pia kwa Mheshimiwa Rais. Hii inatupa fursa sisi kuweza kusikika zaidi kupitia nyinyi vyombo vya habari. Leo hapa nazungumza na Sam Media, nazungumza na Global Media. Naamini kabisa kwamba taarifa hizi zitafika katika maeneo mengi zaidi, kwa sababu ni vyombo ambavyo vina umaarufu mkubwa, lakini vinafuatiliziwa na watu wengi. Kwa hiyo watapata taarifa, na kwa kuwa mlikuwepo katika mkutano wa kwangu niliofanya leo, mtaziwasilisha zile taarifa nilizowasilisha, na nyinyi vile vile mtapata fursa ya kuweza kusambaza kwa wananchi. Kwa hiyo mimi niwahakikishie tu wananchi wa kata Ilala kwamba nimejitoa kwa ajili yao kuhakikisha kwamba kata yetu inakuwa na maendeleo, na kwa sababu tu mimi mwenyewe naguswa sana na maendeleo, ukizingatia mimi asili yangu ni hapa. Maisha yangu wote sijawahi kuishi katika eneo jingine lolote tangu nazaliwa mpaka sasa nimeshafika umri wa utu uzima. Kwa hiyo zile changamoto za kata Ilala mimi nimeziishi, sio za kusikia, na sio kwamba nakuja na hadisiwa alafu naondoka naenda sehemu nyingine kulala au kwenda kuishi maeneo mengine. Siishi katika eneo hili, bali nakutana nazo. Lakini kwa muda mfupi nimeshirikiana na wenzangu vizuri, na naamini mimi nawapenda na wao wananipenda kwa sababu waishi. Unapopata fursa kama mwanasiasa
kupata kipindi cha kwanza, kipindi cha pili, kipindi cha tatu, na bila kuchokwa, na watu bado wanakupenda kwa level ile ile, mahaba yanazidi kuongezeka, basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo mimi niliingia 2015 mpaka 2020 mpaka 2025, na sasa chama kimenipa ridhaa, na kwa hali ninayoiona na kampeni ninayoendelea nazo, naenda kuwa tena diwani wa kata ya Ilala kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa kunijalia afya. Kwa hiyo itakuwa kwangu ni kipindi cha tatu, na si kipindi cha tatu, naamini hata uko mbele nikiendelea hivi ninavyoendelea nao na ninavyoishi nao, basi naenda kuwa diwani tena kwa kipindi cha 4, inawezekana hata cha 5, kwa sababu bado umri nao unaniruhusu, kilichobaki tu uhai. Omboi azungumza na vijana ambao ndio wanasema ndio Gen Z, ambao wenye jukumu la kwenda kupiga kura. Wapo wazee, lakini jicho la Chama cha Mapinduzi ni vijana. Kuelekea tarehe 29 kuna maneno mengi. Tumemsikia Kamanda Mulilo Jumanne amezungumza, tumemsikia kaimu afisa habari wa Jeshi la Kujenga Taifa JWTZ na pia amezungumza kuhusiana na usalama na wote wataka kusababisha kuharibu uchaguzi. Zungumza na vijana. Kwanza mimi ni washukuru sana wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama katika taifa letu. Sisi watu wa Ilala na Tanzania kwa ujumla tunarukaruka, tuna enjoy, tunafanya mambo yetu bila kubuguziwa na mtu yote, kwa sababu tu ya amani tuliokuwa nayo. Na amani hii haipo tu kwamba yani ipo tu labda natural. Inawezekana natural ipo, lakini vile vile na kuna watu wanaisababisha hiyo asili iwepo. Taifa letu sisi halina migogoro kwa sababu ya waasisi wetu walivyoitengeneza. Lakini hivi karibuni wanaharakati wametuvamia wa Tanzania, na wanaharakati hao ukiwafuatilizia kwa undani kabisa, unaona tu kuna mkakati nje ama nyuma ya pazia ambao unatumika kwa ajili ya kuleta vurugu na kuvunja amani ya taifa letu. Nimejaribu kuwafuatilizia, ambao mara nyingi wanatukana viongozi wetu, wanatuhamasisha maandamano, lakini vile vile wanataka vijana watoke kwa ajili ya kwenda kufanya vurugu tarehe 29 mwezi Oktoba. Tarehe 29 mwezi Oktoba ni tarehe ambayo ipo kisheria, kwamba tarehe 29 jukumu la Watanzania wenye haki ya kupiga kura ni hilo moja tu, kutoka majumbani kwao kwenda kupiga kura, na wakimaliza kupiga kura kurudi majumbani kwa ajili ya kuendelea na shughuli ndogo ndogo, kwa sababu siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko. Sasa hawa wanaharakati hatujui wamekusudia nini. Ziko tarehe nyingi tu walikuwa wanaweza wakajaribu kufanya hayo wanaotaka kuyafanya, lakini hatuelewi kwa nini wanaitumia tarehe 29.